Wapendwa wasikilizaji wa Radio Taa Bora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo Alhamisi ya tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026, juma la 11 mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira, sura ya 48 aya ya kwanza hadi ya 14. Injili takatifu inatoka katika mwinjili Mathayo sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao huzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane nao hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tunavyowasamee wadeni wetu, na usitie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Kwa maana mkiwasamee watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamee ninyi. Bali msipowasamee watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamee ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wazo kuu katika Injili takatifu tuliyosikia inaongozwa na mambo makuu matatu ambayo ni maisha ya sala, uhusiano wetu na Mungu, na umuhimu wa maisha ya msamaha. Na sasa karibuni katika tafakari yetu tukiongozwa na mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, maombi ya kweli dhidi ya maneno mengi. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, katika Injili tunaona Yesu Kristo anawaonya wafuasi wake kutokutumia maneno mengi yasiyo na maana kama wafanyavyo watu wasiomjua Mungu, yaani wapagani au watu wa mataifa. Kwa maana wao huzani watasikiwa kwa maneno yao kuwa mengi sana. Hivyo basi tunaalikwa kutafakari kuwa sala sio uchawi au njia ya kumlazimisha Mungu kwa maneno yetu mengi, kwani Mungu ni Baba yetu mwema daima, anayetambua mahitaji yetu hata kabla hatujamuomba. Hivyo basi tunaalikwa kutambua kuwa sala ni mazungumzano ya moyo na uhusiano mwema na Mungu, na sio ukariri wa maneno. Jambo la pili, sala ya Baba yetu ambayo ndiyo kielelezo cha sala zote. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, katika Injili takatifu tunaona Yesu Kristo anatufundisha namna njema ya kusali kwa kutupatia sala ya Baba yetu ambayo ndiyo kielelezo cha sala zote, inayoonyesha kipaumbele cha nia na mahitaji yetu. Sala hii ya Baba yetu iliyofundishwa na Yesu Kristo, turejea katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 6
aya ya 7 hadi ya 13. Ina maombi 7 yaliyogawanyika katika sehemu kuu mbili, ambapo maombi matatu ya kwanza ni juu ya utukufu wa Mungu na sehemu ya pili ni maombi 4 ya mwisho yanayohusu mahitaji ya mwanadamu. Yafuatayo ni mafundisho juu ya maombi hayo 7 yapatikanayo katika sala ya Baba Yetu. 1. Jina lako litukuzwe. Hapa tunaanza na kumsifu Mungu na kutambua utakatifu wake kwanza, na sio kuanza na mahitaji yetu binafsi pasipo kutambua ukuu wa Mungu. 2. Ufalme wako ufike. Tunaomba utawala wa Mungu ulio wa haki, amani na upendo utawale mioyoni mwetu na duniani kote, pamoja na kutarajia ufalme wake wa milele. 3. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tunaomba kusudi la Mungu lifanyike maishani mwetu, huku tukinyenyekea na kuacha mapenzi yetu binafsi ili mapenzi yake Mungu yaweze kutimia katika maisha yetu. 4. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Katika ombi hili tunapoomba riziki zetu za kila siku, huonyesha wazi utegemezi wa kila kitu chema kutoka kwa Mungu Baba, kwani yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio na haki. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2828. 5. Utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe wale waliotukosea. Katika ombi hili tunaona uhusiano wa moja kwa moja kati ya msamaha tunaopokea kutoka kwa Mungu na ule tunaotoa kwa wengine. Hivyo basi, kupitia ombi hili tunaomba msamaha wa dhambi zetu kwa Mungu, huku tukiahidi na sisi kuwasamehe wengine makosa yao, tukitambua kuwa msamaha ni ishara wazi ya upendo wa kimungu maishani mwetu. Tutambue na kukumbuka kuwa tusipoweza kuwasamehe watu makosa yao, hatuwezi kupata nafasi ya kuwapenda. Hivyo msamaha hutupa nafasi ya kupenda. 6. Usitie katika kishawishi. Ombi hili linatupa nafasi ya kuomba ulinzi na nguvu ya kushinda vishawishi vinavyoweza kututenganisha na Mungu, tukitambua udhaifu wetu wa kibinadamu. 7. Lakini utuopoe maovuni. Ombi hili la mwisho katika sala ya Baba Yetu limo pia katika sala ya Yesu Kristo: mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 17 aya ya 18. Ndugu zangu katika Kristo, katika ombi hili daima, kila tusalipo, tunaomba ukombozi wa Mungu ili kutoka katika kila aina ya uovu wa Shetani unaotishia na kuharibu maisha ya kiroho na kimwili. Jambo la 3. Msamaha kama sharti la sala. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika ujumbe huu Yesu Kristo anasisitiza juu ya msamaha anaposema, kama tukiwasamehe watu makosa yao, Baba yetu wa mbinguni atatusamehe na sisi. Lakini tusipowasamehe watu makosa yao, basi Mungu hata tusamehe makosa yetu. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 6 aya 14 hadi ya 15. Hivyo basi tunaalikwa kutafakari kwa kina juu ya msamaha kuwa sio hisia bali ni uamuzi wa ndani, huku tukijua kuwa kutokuwasamehe kunazuia neema za kimungu katika maisha yetu. Basi ndugu zangu, tunazidi kualikwa kusali kwa unyofu, kumtegemea Mungu na kuishi maisha ya msamaha.
tukitambua kuwa msamaha ni faida kwa anayesamehe ili kuondoa uchungu, na sala Baba Yetu sio ukariri, bali ni mtindo wa maisha unaoweka ufalme wa Mungu mbele. Tafakari hii imetolewa na mimi Frateli Michael Clay Mjankwi, Jimbo Katoliki Shinyanga, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.